Askofu Gwajimanization, mbunge wa Kawe, akiweza kuzungumza mengi sana, na kubwa kuliko ambalo ameweza kulizungumza ni kuhusiana na baada ya yeye kuita press conference, alafu baada ya siku kadhaa akaonekana mbunge wa Kinondoni tena akampachika jina la Poronjo aka mchezesha kamari. Nafikiri kwa wale waliosikiliza katika huduma ya ibada yake alipokuwa anazungumza na kuambia chama cha CCM yeye ni mwanachama na ataendelea kubakia kwenye wanachama wa chama hicho, lakini katika swala ambalo hakubaliani nalo ni swala la utekaji. Kwa hiyo kuhusiana pia na kauli ambayo alionekana ameweza kuinukuu mbunge Abbas Tarimba baada ya kuzungumzia kama kitendo cha kutolea mfano wa mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abduli, na katika majibu ya Askofu Gwajima aliweza kuzungumza kwamba yeye anachokumbuka alitolea mifano hata ya mtoto wake Jordan, akamtolea mfano mtoto wa Waziri Kassim Majaliwa na baadhi ya viongozi wengine. Sasa anashindwa kuelewa ni wapi alipokosea, ambapo Abbas Tarimba ikamfanya aweze kuchukia na kuweza kumjibu. Tena amezungumza kwa kuzidi kusisitiza kwamba yani ikatokea akaitisha press conference nyingine na akataka kumzungumzia mbunge wa Kinondoni, basi nafikiri mambo yatakayoweza kutokea yani itakuwa ni kama moshi ambao utamfanya aweze kuonekana kama kinyesi kwa wananchi na wakazi wa Kinondoni, kiasi kwamba sidhani kama watamkubali. Yani Askofu Gwajima anajikubali, anajiamini kabisa kwamba na information alizonazo za uhakika kuhusu mbunge wa Kinondoni. Kwa hiyo ameweza kumuomba kwamba hataki kuendelea kuchokonolewa na kiongozi wa aina yote. Kadiri wanavyoendelea kumchokonoa na kadiri wanavyoendelea kumfuatilia na kumfitini, basi anahakikisha kwamba atakavyoweza kurejea kwa raundi ya pili, anahakikisha kwenye pambano hilo la kuweza kuzungumza, basi kila mmoja atashangazwa sana. Na yalikuwa ni maneno yake ambayo tumeweza kuyanukuu na kuweza kuwa nayo katika mjadala ambao amekuwa akiendelea kusisitiza kwamba yani hata iweje ataendelea kusema kuhusiana na swala zima la utekaji kwamba haufai katika nchi yetu ya Tanzania, na hatoendelea kukaa kimya, bali itakapotokea mtu anajaribu kuweza kuzungumza, yani dozi ataendelea kugawa kama kawaida, yani kila mmoja atapata chai kwa wakati wake. Sasa nafikiri nikupe pia airtime kwa ewe msikilizaji na mdau, baada ya hayo yote yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na hata katika ibada yake ya siku ya Jumapili, baada ya kuweza kuzungumza live kabisa bila ya kukopesha na kuweza kumjibu Ponjoro ama mbunge huyu aliyeweza kumwambia kwamba yeye kazi yake ni kuchezesha kamari. Sasa nafikiri hapo cha msingi tukutane kwenye idara ya maoni. Hii ni Hatboy Media.